Tutaondoka kwa pamoja pale na mashabiki wetu na wanachama wetu kuelekea Ushirombo. Tukifika Ushirombo, timu itakwenda kupumzika kidogo, alafu sisi tutaingia mtaani wazee wa kazi kwenda kuifungua sasa hiyo wiki ya wananchi na sherehe zake. Mpaka sasa hivi kwa hesabu za haraka haraka, na kusikitikia sana na waandishi wote ambao hamjasafiri kwenda Ushirombo, kwa hesabu za haraka kuna ng'ombe kama 80 hivi. Tutakula sana nyama pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Kuna wakati niona mmesafiri, sio mmeenda wapi, sio mlilishwa nini. Tutakula nyama sana kesho pale tukiwa tunakwenda kuizindua wiki ya wananchi. Lakini pia tutakuwa na shughuli mbalimbali. Nimeambiwa kuna orodha ya wasanii wako pale wanaletwa. Nimeambiwa kuna matawi ambayo tutayazindua pale Ushirombo. Kuna shughuli nyingi zitafanyika pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Alafu mchana saa 7 sasa tutadumbukia ndani kwenye uwanja wa Bukombe tupate nafasi ya kuiona timu yetu ikifanya mazoezi ya wazi. Kwa pamoja tuenjoy timu yetu na tuangalie vyuma tulivyovisajili vinafananaje kwenye mazoezi. Baada ya hapo timu itaondoka kurudi Kahama, itarudi Dar es Salaam. Maana yake Yanga haitalala Ushirombo, inaondoka asubuhi, jioni inshallah timu imesharejea hapa kwa ajili ya maandalizi mengine ya mchezo huo wa Yanga Day. Jumatano tutaanza hamasa sasa mtaani za kuuza ticket Jumatano. Na safari hii SportPesa hapa atakuja kuzungumza mwenyewe kwenye hamasa yako mambo mazuri ambayo ametuandalia mtaani tukiwa tunapita kwenye hamasa ya kuuza ticket, lakini pia kuwa karibu na matawi na wanachama wetu. Alhamis itakuwa ni siku ya kitaifa ya wanayanga wote kushiriki zoezi la kuchangia damu. Alhamis itakuwa ni siku ya kitaifa ya wanayanga wote kushiriki kwenye zoezi la kuchangia damu. Kwa hapa Dar es Salaam tutafanya zoezi hili hapa makao makuu ya club, lakini pia hospitali za Aga Khan na zenyewe pia tutafanya wanayanga wanaruhusiwa kwenda hapo kwenda kuchangia damu. Lakini kwa hapa makao makuu tutafanya hapa Jangwani, ndio itakuwa watu wa Dar es Salaam na kuja hapa kuchangia damu. Lakini pia mikoa mingine siku hii ambayo nimesema ya Alhamis, waratibu wote wa mikoa tumewaelekeza kwamba waandae maeneo ambayo wanayanga watakuja kushiriki zoezi la kuchangia damu. Kuchangia damu ndugu zangu ni cha kwanza ni ibada. Yaani cha kwanza kabisa ni zoezi la ibada. Unachangia damu ili ukaokoe maisha ya Mtanzania mwingine. Unajua unaweza ukaa huko leo hamna ndugu yako anaumwa, si ndio hamna jamaa yako ni mgonjwa. Yaani wewe haujioni kama una mahitaji ya damu, haujioni. Lakini nataka niwahakikishie ndugu zanguni, mahitaji ya damu kwenye mahospitali ni makubwa sana. Na siku yatakapokukuta ndiyo nafsi yako itakusuta kwa nini hukuwahi kushiriki hata siku moja kwenye kuchangia damu. Kwanza ni ibada, lakini la pili ni afya. Kwa wewe unapima damu yako. Kwa watu wengine wanaweza kuwa mtu mwembamba, lakini kila damu inampelekesha. Kwa unapata pale vipimo, unapima damu yako vizuri na wewe unachangia damu yako kwa mtazamo. Uzuri msiogope. Pale hawapimi. Sije mtu akaja hapo unachangia damu, majibu yanabaki nayo wenyewe madokta. Sawa kaina. Kwa hiyo sio na wasiwasi, wewe njoo tuchangie damu pamoja. Na waandishi sijawahi kuwaona mkitoa damu. Nyinyi mnapeleka wapi damu? Toka tumeanza kufanya mazoezi ya kuchangia damu, waandishi hata mmoja tumeona kumpiga picha anachangia damu. Mna shida gani wazee? Amri. Jamani, mwaka huu waandishi shirikini pia kuchangia damu. Sisi Yanga tutafanya hapa siku ya Alhamis. Tunaomba mje na mshiriki pia kwenye zoezi la kuchangia damu. Watakuja wadhamini wetu wengine hapa kutuelezea namna gani hao wanashiriki na kuongeza thamani kwenye tukio hilo. Siku hiyo ya Alhamisi pia tutakuwa na zoezi la kutangaza sasa wasanii ambao wataperform kwenye kilele cha wiki ya wananchi kwa maana ya Yanga Day. Tutawatangazia orodha ya wasanii ambao wataperform. Ziko timu zinaandaa matamasha, zinaanza kutangaza wasanii, mashabiki wamewachoka wasanii kila siku hao kauka nikuvae. Sisi tumefanya research vizuri,
tunataka tulete wasanii ambao wanayanga watakao kwenda uwanja wa Uhuru wa enjoy. Kwa mfano tupo kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa sasa hivi, ya mwisho na Mamba 24 Dudu Baya. Kuwepo pia pamoja kuanzia Jumatano tutakuwa tuna gari la SportPesa. Kwa wale ambao walikuja siku ya parade mtakuwa mnalifahamu. Gari la SportPesa tutatumia screen yetu kuonyesha video ambayo tulizindua jana, ambayo ina moments kadhaa za msimu uliopita, magoli yaliyopigwa, kujikumbusha tu kidogo kuhusu msimu wetu wa ubingwa. Lakini pia gari la SportPesa litakuwa na wadada ambao watazunguka nao kusaidia kwenye usajili, lakini pia kwenye kuhamasisha wananchi kukata tiketi. Kama Likamo alivyosema, uwanja ni mdogo na nafasi ni chache. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwahi ili usikose burudani iliyoandaliwa. Kwenye siku ya Alhamisi tutakuwepo pia hapa Jangwani. Kwenye siku ya kuchangia damu tutakuwepo. Tutaleta gari letu, lakini pia tutakuwa tuna banda la SportPesa pale. Zawadi zitaendelea kumwagika kama kawaida na burudani pia itakuwepo. Tukiwa tunaendelea kujiandaa kwenye kilele cha SportPesa wiki ya mwananchi, ambao kwetu sisi tunaitambua kama SportPesa Yanga Day. Sisi pia tutakuwepo pale uwanjani kuanzia asubuhi na mapema. Tutakuwa tumeset up sehemu maalum na tunawakaribisha sana mashabiki wote kuja kwenye banda la SportPesa. Na hii wiki nzima ukiachana na kuwepo na nyinyi kwenye shughuli mbalimbali, pia kwa upande wa bidhaa tumeandaa promotion ambayo ni maalum kwa wananchi. Na kwenye hii promotion inamaanisha kwamba kutakuwa na bonus tunagawa kwa wateja wetu, hasa wale wanaocheza michezo ya kasino, lakini pia wale wanaoendelea kubeti kwenye michezo. Hizi bonus ni maalum kwa wananchi, ambao tutakuwa tumeandaa page maalum una social media, Facebook, Instagram pamoja na X. Ukiachana na bonus na hizi zawadi mbalimbali tutakazokuwa tunazigawa, sisi pia tunajiandaa, na najua wananchi wengi wanajiandaa kuangalia jezi za msimu mpya. Na hizi jezi kama mnavyojua mbele SportPesa hivyo. Kwa hiyo tutafanya utaratibu, zikishazinduliwa kutakuwa kuna baadhi ya limited edition jerseys ambazo wananchi ambao watashiriki kwenye challenge yetu watapatiwa kama zawadi kabla ya kilele cha SportPesa wiki ya mwananchi. Nisingetaka kuongea sana, ila kuwakumbusha mashabiki wote, wananchi tuko pamoja, na kama mdhamini mkuu tutaendelea kutoa support yetu, lakini pia na nyinyi muendelee kutupa support, kwa sababu jinsi mnavyozidi kucheza na SportPesa na sisi tunapata uwezo wa kuendelea kuwekeza na kuidhamini klabu yetu ya Young African Sports Club. Asanteni. Asante sana. Asante sana SportPesa kwa maneno mafupi mazuri ambayo yanaonyesha ni kwa namna gani mmejipanga kushirikiana na klabu yetu kwenye wiki hii ya wananchi. Kushoto kwangu hapa ninaye mdhamini mwingine ambaye hii ni mara yake ya pili na yeye anashiriki kwenye wiki hii ya wananchi. Shiriki mwaka jana na mwaka huu akasema lazima tena nije niongeze nguvu, nishirikiane na wanayanga kulifanya tamasha la wiki ya wananchi na kuwa zuri na lenye kupendeza. Hawa si wengine ni Tanzania Commercial Bank. Tanzania Commercial Bank. TCB. Tanzania Commercial Bank TCB. Karibu sana. Wanayanga wanataka kusikia tumewaandalia nini sisi watu wa Commercial Bank. Asante Alikamwe. Habari za mchana waandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Godbert Mlai, ni afisa uhusiano na mawasiliano ya umma kutoka Tanzania Commercial Bank. Kipekee kabisa
nipende kushukuru uongozi wa Yanga kutupatia fursa hii adhimu tena kwa mara ya pili mfululizo kuwa mmoja wa wadhamini kwenye Yanga Day mwaka 2026. Mbali na huduma za kibank tunazozitoa, sisi Tanzania Commercial Bank tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za mikopo mbalimbali kwa riba shindani sokoni, lakini pia tunatoa huduma za bima kwa kushirikiana na kampuni kubwa za bima nchini Tanzania. Lakini mtandao wetu mpana wa matawi nchi nzima, tuna matawi zaidi ya 83 Tanzania bara na visiwani, lakini mtandao mpana wa mawakala zaidi ya 7,000 nchi nzima. Tanzania Commercial Bank tunajipambanua kama banki inayomuelewa Mtanzania, na tunatambua moja ya vitu ambavyo Watanzania wanapenda ni michezo. Ndio maana sisi tumekuja leo tena kwa ajili ya kushirikiana na wenzetu Yanga katika kuelekea kilele cha Yanga Day. Katika ratiba ambazo msemaji Alikama amesema, sisi TCB au Tanzania Commercial Bank tutakuwa tunashirikiana nao, kwa maana kwa tutakuwa na maafisa pale ambao watawezesha Watanzania kwanza kupata huduma za kibanki, kwa maana elimu ya fedha, lakini pia tutafungulisha account pale, lakini pia tuna huduma mbalimbali za digitali. Tuna huduma za TCB Popote mobile app, tuna internet banking, lakini pia tuna huduma ya lipa namba. Kwa hivyo kusema haya machache, nishukuru tena, lakini pia niwakaribishe Watanzania wote TCB, na tupo pamoja kushirikiana na Yanga Africans. Asante sana. Asante sana TCB, asante sana SportPesa kwa ruksa hii, na waruhusu kaendelea majukumu mengine ya kutuandalia vitu vizuri, na niwakaribishe sasa wadhamini wengine ambao tuko nao kwenye wiki hii ya wananchi, na hao waje wazungumze kidogo. Ndugu zangu waandishi wa habari, tuna orodha ya wadhamini wa kutosha. Tunataka kuonyesha kwamba klabu hii imekuwa klabu yenye mvuto, klabu ambayo inavutia wawekezaji, klabu ambayo kila mmoja anatamani kushirikiana, kila taasisi inatamani kuwa karibu na Yanga Afrika. Tumie fursa hii kuwakaribisha GSM Group na GSM Foundation. GSM Group tunaye dada yetu Neema, na GSM Foundation tunaye dada yetu Faith. Karibu sana. Sawa. GSM Group tunaye dada yetu Neema. Hawa tumekuwa nao kiwa tunakwenda kwenye matukio yetu, tunakunywa soda, tuna enjoy maji ya GSM. Ni kwa udhamini mkubwa ambao dada yetu Neema hapa amekuwa akitupa nguvu ya Yanga Afrika. Lakini GSM Foundation wamekuwa kimbilio la Watanzania sasa hivi, wamekuwa wakishiriki kwenye matukio mbalimbali kuhakikisha Tanzania inapata faraja. Tunawashukuru sana. Toka Madam Faith umeanza kazi yako pale GSM Foundation, mambo yako mazuri yanaonekana, hakuna asiyeona. Kwa hiyo tukupe fursa hii kwanza uanze wewe kuzungumza kwenye hii wiki, ni mambo gani mazuri ambayo wanayanga wanaokusikiliza, ambao wanakuonaga unasaidia watu mbalimbali, unatoa misaada hapa na pale, wiki hii wategemee nini kutoka GSM Foundation? Yadu ni misaada, sio michango ya ndoa. Msisumbue. Asante sana Ali. Nashukuru ndugu waandishi wa habari. Kama nilivyotambulishwa, kwa majina naitwa Faith Bubu na ni mkuu wa GSM Foundation. Kama ambavyo amesema Ali, na nisirudie sana na ili tusipoteze muda. Sisi GSM Foundation tumekuwa ni washirika wakubwa sana wa Yanga Sports Club. Tumekuwa tukishirikiana nao sana katika kurudisha katika jamii yetu ya Watanzania. Kwa hiyo tukaona hata katika maadhimisho ya wiki hii ya mwananchi tusikae pembeni, tuungane nao katika matukio mbalimbali ili kurudisha faraja kwa Watanzania. Kwa sababu kama ni burudani tayari wao kama club wanawapatia wananchi. Kwa hiyo lakini pamoja na burudani tumeona ni vizuri tukarudisha kwa jamii yetu ya Watanzania. Kama ambavyo Ali ameorodhesha matukio mbalimbali ya wiki hii ya mwananchi, na sisi pia GSM Foundation tutakuwa bega kwa bega na wao
katika ushiriki wa matukio hayo mbalimbali, lakini kipekee sana sisi kama GSM Foundation tutakuwepo siku ya Alhamis hapa Jangwani, tukishirikiana na wenzetu kama ambavyo Ali ametoa wito kwa Watanzania wote, wadau mbalimbali wa michezo, tujumuike kwa pamoja kutoa damu, kuchangia damu, kwa sababu kama ambavyo Ali pia amesema, mahitaji ya damu huwezi kujua lini utakuwa na uhitaji, kama sio wewe ni mmoja wapo labda wa familia yako. Na uzuri wa zoezi hili la kutoa damu kama ambavyo Ali amesema, sijui kama utaratibu umebadilika, lakini last time I remember ulikuwa ukitoa damu unapatiwa kadi, sio? Ile kadi labda kwa watu ambao hawafahamu, ukiwa na ile kadi, in case siku ndugu yako anaugua, anahitaji damu, amekwama labda yuko hospitali